Ambacho umekiona kwenye mchezo ambao umeisha kwa sare ya 2-2. Kwanza tunashukuru kwamba masuala ya mpira wakati mwingine mnaweza mkapoteza bahati. Timu tunaona kwamba imefanya mabadiliko makubwa. Endelea tu sasa. Achana nayo, achana. Unajua siwezi kuzungumza katika kelele namna hii. Nawashukuru sana. Asante. Mangungu kama unavyoona mashabiki wanaimba, hatumtaki Mangungu. Mashabiki wanaimba. Ngoja, wewe kama unavyoona mashabiki kama unavyoona mashabiki wanaimba Mangungu na walinzi wanawazuia kwa kuwapiga. Kama unavyoona mashabiki wanaimba hatumtaki Mangungu na mashabiki wanataka kama unavyoona mashabiki wanaimba hatumtaki Mangungu. Ni vurugu kati ya Mangungu na mashabiki. Ni vurugu kati ya Mangungu na mashabiki. Mangungu amefanya kweli. Mangungu ni vurugu kati ya Mangungu na mashabiki. Mashabiki wakiimba kwamba hatumtaki Mangungu, wanakunja ngumi sasa. Ni vita kati ya Mangungu ya mashabiki. Kama unavyoona ni vita kati ya Mangungu na mashabiki. Unavyoona ni vita kati ya Mangungu na mashabiki na baadhi yao wamekamatwa. Kama unavyoona. Wakiwa wana morali kama unavyoona. Asante waandishi, unawapiga rafiki yangu. Ni vita kali kati ya Mangungu na mashabiki wa Simba. Unavyoona hapo ni Mangungu anatolewa katika eneo la tukio kutokana na mambo yanayoendelea hapa. Wewe mpengia kwenye gari bwana, mbona unaubishi? Mtaanza kwenye gari. Sasa tuko naye, tuondoka naye. Tuko naye. Wewe unapita. Hili ni gari ambalo yupo mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu wakati akiwa anatoka baada ya vurugu kati yake na mashabiki wa Simba. Ambapo ni vurugu kati yake na mashabiki wa Simba ambapo sasa polisi wamemsaidia kuingia kwenye gari na sasa ndio anatoka rekodi gari. Na sasa ndio anatoka Murtaza Mangungu, ikiwa ilikuwa ni vurugu kati ya mashabiki na wanachama au mashabiki wa Simba ambapo walikuwa wakiimba hatumtaki Mangungu, na hivi sasa ni ndo anatoka, amefanikiwa kutoka, ndo anatoka sasa kwenye gari. Kipato chetu kidogo, sawa? Mimi yangu ni ndogo natoa sawa. Naumia vibaya mno. Sawa? Unatoa beki mbambo mbovu. Tunaumia, yaani tunatoa pesa ni ndogo mno. Pesa yetu ni ndogo, tunaumia, sawa? Mimi mtoto kimaskini kipato changu shilingi 5,000 kwa siku. Na wewe kuangalia pia nimetoa shilingi ngapi? Tunaumia. Kwani Mangungu shida nini? Mangungu shida. Inatosha blaza, inatosha nani? Usajili lazima kwenye kipengele cha usajili. Usajili Mangungu. Usajili ndio anasimamia. Kuna muda mnamuonea mzee wa watu. Umeonea nini? Umeonea nini? Umeonea. Usajili anasimamia. Hatokacha za wabovu. Mangungu ni nini hapa? Shida Mangungu ni nini hapa? Wabovu. Wachezaji wabovu. Performance ya timu iko chini. Umeona?
Nini kifanyike sasa? Nini kifanyike? Acha tu. Yaani Simba mtana wewe. Mtoto anatoka kwa mzazi. Kama mzazi kusimamia pasavyo, mtoto hawezi kukaa katika maadili aliyosimama. Mangungu sisi anatukosea. Sisi ni watu zetu. Tunakuja hapa. Hapo anakuja kufanya maoni. Achia timu. Unaanzaje kuongoza watu wasiokutaka? Unaanzaje kumuongoza mtu asiyekutaka? Sisi hatumtaki Mangungu aondoke. Sisi inatuuma na Simba. Haijawahi tokea sisi katika kundi mechi 4 kuwa na pointi moja. Pointi moja yenyewe yule Mwarabu kani katuonea huruma sana. Tulibidi tupigwe comeback hapa. Naamini Mangungu akitoka hasa matokeo mtapata mazuri. Kabisa. Tutafanya uchaguzi aondoke. Sema la kwanza sisi tunaongea kuhusu Mangungu. Hatumtaki. Sisi tunakuwa wanyonge kila siku sisi. Kwa nini? Si Yanga subiri. Yanga katufunga mara 6 mfululizo. Yeye iko madarakani. Yeye alioni hili. Wao wanasajili, sisi tunasajili. Kwa nini sisi? Yeye ndo kirusi. Yeye ndo kirusi. Sisi tunaumia. Tunaacha kazi zetu tunakuja na watoto, lakini wakuja na tuumiza. Aondoke. Mangungu aondoke. Hatumtaki Mangungu. Miaka tumekiona kwenye mchezo ambao umeisha kwa sare ya 2-2. Kwanza tunashukuru kwamba masuala ya mpira wakati mwingine mnaweza mkapoteza bahati. Timu tunaona kwamba imefanya mabadiliko makubwa. Endelea tu basi.